Karibu sana katika Mshike Mshike. Mimi ni Saidi Salim Msomo. Unaweza kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii upande wa Instagram, Facebook na Twitter za sasa ikifahamika kama X kama Azam TV TZ, pamoja na mitandao yetu ya sports ya Azam Sports TV. Tuanze kuangazia taarifa mbalimbali ambapo kikosi cha Young Africans imefikisha alama 70 kileleni mwa msimamo wa ligi kuu ya NBC msimu 2024-2025 baada ya leo kuifunga Fountain Gate mabao 4-0 kwenye mchezo uliochezwa kwenye uwanja wa Tanzanite kwa raha Manyara. Katika mchezo huo mabao ya Young Africans yamefungwa na Clement Mzize aliyefunga mabao mawili dakika ya 39 na 70, Stefan Aziziki aliyefunga dakika 43 na Krotos Tota Chama Mwamba Rusaka aliyefunga dakika 89. Ushindi huo umeifanya Young Africans izidi kujiimarisha kileleni mwa msimamo wa ligi kuu ikiongoza na alama 70 ilizozipata katika mechi 26 ilizocheza, ikipata ushindi mara 23, sare mara moja na kupoteza mara 2. Wakati Fountain Gate chini ya kocha Robert Matano wenyewe wapo nafasi ya 12 wakiwa na alama 29. Asisti nzuri kutoka kwa goalkeeper, inamkuta Stefan Aziziki, anaumalizia, anauweka kwenye nyavu akitimiza magoli 8 msimu huu. Kangalombo, Jonathan Kangalombo, cheza wantu maridadi, anarusha tena. Kangalombo anautoa nje, nani kutafuta Mzize. Amelitafuta kwa muda mrefu akitaka kukaa juu ya msimamo wa wafungaji. Papatu za hapa na pale hakuzipata. Hatimaye nafasi imekuja kwa wakati sahihi. Wapo wawili, unapigwaje? Anapiga Chama. Mwamba wa Lusaka akizidi kufanya yake ndani ya kikosi cha Young Africans. Aliingia akitokea bench katika mchezo wa leo. Katika hatua nyingine, mshambuliaji wa Young Africans Clement Mzize ameendeleza rekodi ya kuivunja rekodi yake ya upachikaji wa mabao katika ligi kuu ya NBC, ambapo ameivunja rekodi hiyo kwa kufikisha mabao 13 na kuwa kinara upachikaji wa mabao katika ligi kuu mpaka sasa. Ikumbuke kwamba katika msimu uliopita 2023-24 Mzize alifunga mabao 7 pekee. Taarifa zaidi na Akida Kilango kutoka Babati mkoani Manyara. Kangalombo, Jonathan Kangalombo, cheza wantu maridadi, anarusha tena. Kangalombo anautoa nje, nani kutafuta Mzize. Ali Kamwe, meneja wa habari na mawasiliano kutoka klabu ya Young Africans, anakiri kwamba haikuwa kazi rahisi kwa Mzize kufikisha idadi hiyo ya magoli, huku akiwataka wanayanga kuendelea kusubiri mapambano mpaka pumzi ya mwisho. Yes, jambo la kwanza ni kumpongeza mchezaji mwenyewe kwa jitihada ambazo anazoea kuweza kufunga magoli. Jambo la pili ni kuwapongeza benchi la ufundi kwa namna ambavyo wanaandaa hawa wachezaji kwenye pitch. Na jambo la tatu ambalo ndilo la muhimu zaidi nafikiri ni kuwapongeza wachezaji wenyewe jinsi wanavyoshirikiana kwenye pitch. Unazungumza Mzize ana goli 13, lakini nyuma yake kuna Prince Dube ana goli 12. Kwenye move ya goli la pili leo ambalo wamefunga Mzize, alibidi auruke mpira Prince Dube ili amwachie Mzize kwenye nafasi nzuri aweze kufunga. Sasa hiyo shekhe inapatikana kwenye timu ambayo ina umoja, ina mshikamano na ina upendo. Na furaha yao ipo kwenye kushinda, haipo kwenye furaha individual kwamba fulani apate matokeo mazuri. Kwa hiyo the more wanashirikiana ndivyo tunaamini baraka hizi kufunguka na watajaliwa magoli mengi zaidi. Huu sio mwisho, naamini inshallah atafunga zaidi Mzize, ataweka rekodi nyingi zaidi, Dube atafunga zaidi na watafunga zaidi pia kina Pakome, kina Azizi, Mwenyezi Mungu atatujalia nafasi. Kwa alama mlizofikisha sasa ni alama 70, unahisi wanayanga wanaweza kuanza kusherekea? No, ni kosa kubwa sana kwa mshabiki yote wa Yanga ambaye anisikiza sasa hivi kuanza kufikiria sherehe za ubingwa. Bado mechi 3 mbele na ni mechi ngumu kweli kweli. Inaweza kuonekana mechi nyepesi kwa sababu ya mpinzani, lakini ukiangalia msimamo ulivyo na difference ya point, tunacheza na watu ambao wanapambania pumzi zao. Kwa hiyo mechi lazima ziwe ngumu. Niwaombe sana wana Yanga, tupo nyakati ngumu, nyakati za mapambano na vita ni kubwa kweli kweli. Kila mechi yetu inakuwa ngumu kwa sababu ikono inakuwa mingi ya hizo mechi zetu. Kwa hiyo niwaombe sana wana Yanga, tuendeleze umoja, mshikamano, upendo mpaka atakapofika mwisho wa vita hii inshallah.
Kwa ushindi huo sasa Young Africans wamefikisha alama 70 katika msimamo wa ligi kuu soka Tanzania bara katika michezo 27 waliocheza, wakiwa wamesaliwa na michezo mitatu tu, lakini Clement Mzize ndiye kinara wa upachikaji wa mabao mpaka sasa akiwa amefikisha magoli 13. Kutoka Babati, mimi ni Akida Kilango wa Azam Sports. Watu wanabidi wazidi kufanya maombi kwa sababu ligi yenyewe inaelekea ukingoni. Tusalie bado mkoani Manyara ambapo kwenye uwanja wa Tanzanite kwa raha mashabiki wa Young Africans na Fountain Gate wametoa maoni yao baada ya mechi ilizokutanisha timu hizo hii leo. Helen Kawiche na undani wa taarifa ifuatayo. Mara baada ya dakika 90 kutamatika hapa kunako dimba la Tanzanite kwa raha kunako ligi kuu ya soka ya NBC Tanzania bara, tumepata maoni mseto kutoka kwa washabiki wa Young Africans pamoja na mashabiki wa Fountain Gate FC kufuatia matokeo haya. Timu imeingia uwanjani, imecheza vizuri, sina kumlaumu, tumechukua matokeo mazuri, tumeshinda goli 4 inshallah. Kwa kuangalia mechi kubwa ligi kuu Tanzania bara, mechi ni hadhi ya CAF Champions League. Mara ya mwisho ni mara ya kwanza kwa Yanga kucheza katika uwanja huu. Kwa watu wa Babati, watu wa Manyara wamepata burudani. Kwa ujumla tumewapokea vibaya sisi kama Fountain, kwa sababu matumani yetu sisi kama timu ilikuwa ni kushinda kuweza kupata pointi 3. Lakini tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuwa ndo matokeo tuliyopata kwa siku ya leo. Napokea vibaya, yameniumiza sana katika maisha yangu. Sijategemea kama leo itatokea matokeo kama hapa. Maana yake kila kijaga hapa timu yoyote pinzani tunashinda mpaka sare tunapata. Mchezo unaofuata Fountain Gate FC atakipiga dhidi ya JKT Tanzania na atakuwa katika dimba la ugenini, huku Young Africans yeye akikipiga dhidi ya Namungo. Helen Kawiche, Azam Sports, Manyara. Shukrani sana Helen Kawiche kutokea Manyara. Tutoke hapo tuelekee jijini Tanga ambapo mchezo baina ya Coastal Union Wanamangushi dhidi ya Ken Gold umemalizika kwa kikosi cha Coastal Union kuibuka na ushindi wa mabao 2-1 dhidi ya Ken Gold. Mabao ya Coastal Union Wanamangushi yamefungwa na Bakari Msimu, bao la kwanza kabla ya bao la pili kufungwa na Amala Bakayoko, wakati bao la Ken Gold likifungwa na mchezaji Sadala Lipangwile, na hivyo kuhitimisha mchezo huu kumalizika kwa ushindi wa bao 2-1. Matokeo hayo yanaifanya kikosi cha Ken Gold kushushwa rasmi daraja kwa msimu huu wa ligi kuu ya NBC msimu 2024-25. Taarifa zaidi na mwenzetu Mariam Shadafa kutoka jijini Tanga. Lucas Kikoti, sidhani kwamba tabaki salama. Lucas Kikoti, Amara Bagayoko na ushindi wa mabao 2-1. Na hapa ni naye mchezaji wa Ken Gold, Haji Ugando, ambaye atakwenda kutuelezea kuhusiana na mchezo huu. Haji Ugando, hebu tuambie, mlikuwa na ari kubwa kwamba mngepata matokeo katika uwanja huu wa CCM Kwakwani, pengine nini kimekuwakwamisha? Tunamshukuru Mungu tumeweza mechi salama, lakini sisi tulijiandaa, lakini wenzetu wamejiandaa vizuri zaidi. Wako nyumbani, wameutumia uwanja nyumbani vizuri, kwa tuwapongeze. Pengine bado mna matumaini ya kwenda mbali zaidi ama mmeshakata tamaa? Hamna, ni mpaka ligi itakapoisha. Tutajitoa mpaka ligi itakapoisha kwa sababu tutacheza mechi zote kwa hali tukiamini baadaye tutakuja kuona pointi zimekaaje. Kama tumebaki tumepata playoff au tumeshuka, tutakuja kuona pointi zitakavyokuwa. Nawaambia nini mashabiki wenu kwa hiki kilichotokea leo? Wasikate tamaa kwa sababu sisi hatujakata tamaa, pia tunaendelea kupambana. Ni Haji Ugando huyo mchezaji wa Ken Gold. Lakini pia mchezo huu umehudhuriwa na mkuu wa wilaya ya Tanga Jafari Kubecha akitoa hamasa kwa wakazi wa Tanga. Jafari Kubecha, mkuu wa wilaya ya Tanga, hem tuambie unazungumziaje ushindi wa leo wa timu yako ya Coastal Union? Kwa kweli nimefurahi sana, vijana wametuvisha nguo. Lilikuwa ndio hitajio letu. Kwa kweli mchezo wa leo ulikuwa ni mchezo muhimu sana. Kwa kweli vijana hatuna cha kuwalipa zaidi, sisi tunataka kuhakikishia kwamba tutaendelea kuunga mkono kwa sababu nguvu wanayotakiwa kuipata ni kutoka kwetu sisi. Kwa hiyo niwaombe wanatanga wote, mechi zote zilizosalia za Coastal Union tujiandae kimkakati kuwaunga mkono ili waendelee kufanya vizuri wanapokuwa uwanja nyumbani na waondoke na morali wanapokwenda viwanja vya ugenini. Mkuu wa wilaya huyo Jafari Kubecha akituelezea kuhusiana na mchezo huo ambao umefanyika hapa kwenye uwanja wa CCM Mkwakwani. Na Mariam Shadafa, taarifa ya Mariam Shadafa ikiweza kuangazia kuhusiana na mchakato wa mchezo wa leo. Lakini tuendelee kumsikiza Mariam Shadafa na taarifa zaidi. Na dadi gani ya kuhakikisha kwamba mnaibuka na ushindi katika uwanja wenu wa nyumbani?
Kitu cha kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu kupata ushindi. Mechi ilikuwa ngumu. Sisi kama wachezaji tumeambiwa na plani ya kocha, tumeingia plani ya kocha. Picha kwanza tupushi tupate matokeo na kweli na pia tumefanikiwa, tumepushi tupata matokeo. Nawaahidi nini sasa mashabiki wenu wa Coastal Union kwa sababu bado mnazo takriban mechi 3 zimesalia? Sisi tunawaahidi wa mashabiki wetu wasikate tamaa, waendelee kutokea uwanjani kutusupport, na sisi pia kama wachezaji tuendelea kuwapa furaha kama hivi. Ni hivyo. Kwa matokeo haya Coastal Union imefikisha alama 31 huku Ken Gold ikisalia na alama 16, hatarini kabisa kushuka daraja. Kutoka hapa kwenye uwanja wa CCM Mkwakwani, mimi ni Mariam Shedafa, Azam Sports. Shukrani sana Mariam Shedafa. Matokeo ambayo Coastal Union leo amefikisha alama 31 na kujikita mpaka nafasi ya 8 ya msimamo wa ligi kuu ya NBC. Wakati kwa Ken Gold ni swala la kuambia baba Jeni bye bye, na wakati huu hapa tunakwenda kuangazia uchambuzi kuhusiana na mchambuzi wangu siku hii hapa ya leo, Deo Trafe Kiungai. Deo, mambo vipi? Fresh. Heli ya Pasaka. Kwa sauti ya Mgunda. Jambo la kwanza tusalimiane kwanza. Kwema? Niko vizuri. Tuko vizuri? Niko vizuri kabisa. Ligi kuu ya NBC na uzito wake, ushindi wa Young Africans unazidi kuweka kileleni wakiwa na alama 70 hivi sasa. Wameendelea kujishindilia juu, maana sauti kujihakikishia, pia ni kujishindilia pale juu. Alama 70 na tofautiana na alama takriban 13 Yes. na Simba ambaye ana michezo 22. Vipolo havina uhakika ambayo unaweza ukasema hivi vipolo vinaweza vikalika au visilike, lakini tayari unaishuhudia Yanga ikiendelea kucheza mdundo ambao umeutengeneza toka msimu uliopita. Msimamo wa ligi hii hapa michezo 26 wakiwa na alama 70. Simba Sports Club ni nafasi ya pili, michezo 22, alama 57. Tayari watu wamejigawa. Nafasi ya juu, nafasi 2, alafu kuna nafasi ya 3 na 4 zinagombaniwa. Ukipiga mahesabu michezo 3 kumfikia Yanga, michezo 4. Maana yake ni alama 12. Ukizijumlisha na 57 bado utakuwa na alama 1 ambayo Yanga watakuwa juu. Kwa maana Simba watakuwa na alama 69 alafu Yanga watakuwa na alama 70. Michezo ikiwa imefanana na michezo yote Simba ambayo imesalia waweze kushinda. Lakini yote kwa yote Simba ni timu ambayo wanaweza kufanya hivyo kwa sababu ya consistency ambayo wameweza kuitengeneza kwa muda mrefu. Bato kubwa iko hapa chini kwa upande wa Azam na Singida. Azam na Singida unatazama alama ambazo wamepishana, na vitao kubwa ni mojawapo kushika nafasi ya 3. Na ni michezo ambayo imesalia, unaitazama ni michezo ambayo inaweza kutoa jibu ni timu gani ambayo inaweza kushika nafasi ya 3. Nafasi ya 3 kwa upande wa Azam kwangu mimi inaweza kuwa itakuwa wamedondoka kwa asilimia kubwa kwa sababu msimu uliopita walishika nafasi ya 2. Shukrani sana Deo Trafe. Kumbuka huu ni mshike na tutarejea. Huu ni mshike. Asante kwa kujumuika nasi kwa wakati huu hapa. Mimi ni Saidi Msumi, nipo na Deo Trafe. Deo Trafe, ukiangazia taarifa miongoni ambayo tumeweza kuzipata ni tumezungumzia kuhusiana na rekodi ambayo Clement Mzize ameweza kuiweka mpaka hivi sasa, mabao 13, asisti 3 katika msimu huu wa ligi kuu ya NBC. Ni jambo kubwa kwa upande wa mchezaji, lakini pia jambo kubwa kwa upande wa taifa kwa sababu huyu ni Mtanzania, na ni nadra sana kukuta Mtanzania anabishana na wageni ambao wanalipwa fedha nyingi, wamesajiliwa kwa gharama kubwa na wanatarajiwa kufanya mambo makubwa. Lakini ni progress ambayo imefanyika kwa upande wa Mzize ambaye amekuwa akiimbwa kwa muda mrefu, lakini katika eneo la umaliziaji limekuwa changamoto kwa misimu ya nyuma. Lakini toka msimu wa mwaka jana na msimu wa mwaka huu unaona anabadilishwa nafasi, anacheza kulia, anacheza kushoto kwa maana ya winga, lakini bado unaona ni mchezaji ambaye anahusika moja kwa moja katika ufungaji wa magoli. Inawezekana katika chati hii hapa swali kubwa likawa linakuja, ukiachana na Clement Mzize ambaye ni mzawa pekee katika hii hapa orodha ukitukio tulitazama. Jambo kubwa linabaki kwa namba 4, Jonathan Soa. What a performance. Kinachoongeza
maneno mazuri kwa upande wa Jonathan Soa. Hajaanza msimu na Singida Black Star. Amekuja katikati wa msimu kwa maana dirisha dogo. Hata ukitazama michezo ambayo ameicheza, inaweza kusema wow, ni mchezaji ambaye ana utofauti na wachezaji wote ambao wamesajiliwa katika kikosi cha Singida Black Star. Anashindana na Lupia ambaye ameanza msimu, lakini unaona utofauti wa Lupia na Soa. Soa ameonyesha ule mfululizo wa kufunga magoli katika michezo ambayo amecheza toka jiunge na klabu ya Singida Black Star mwezi wa kwanza, lakini Lupia kuna katikati mabao yali stack. Alipofika mabao 8 yali stack, na huyu Soa akapata nafasi, na hata mwalimu selection yake katika kikosi chake cha kwanza alikuwa anaanza na Soa na kumweka benchi Elvis Lupia, lakini bato kubwa ni bato kubwa ambayo anayoonyesha inaendeleza kile kiu ya kuamini kwamba huyu ni mchezaji ambaye anaweza kuvuka haya magoli ambayo kina Mzize na mchezaji hao wameweza kufunga. Jean Charles Ahoua ambaye yeye kimsingi bado ana michezo 4 ambayo unaweza kama wakicheza basi unaweza kazidisha au asifunge. Yote yanatokea. Sio kufunga tu peke yake. Sawa, lakini taarifa kubwa nyingine Deo Trafford ni kuhusiana na Ken Gold. Ilitabiriwa moshi mweusi kwao kuweza kufuka katika msimu huu wa ligi kuu ya NBC na wameshuka daraja rasmi leo hii wakiwa bado na michezo mitatu. Alama 16, michezo 27. Si alama nzuri kwa upande wa Ken Gold, na si kitu ambacho labda ni cha kukifurahia, kwa sababu ni timu ambayo uliona baada ya nusu msimu dirisha dogo kufunguliwa, uliona uwekezaji ambao uliwekwa kwa wachezaji ambao walisajiliwa. Unaona kabisa ule ulikuwa ni usubutu kwa upande wa uwekezaji kwa ajili ya kuboresha kikosi na kutoka katika zile nafasi za chini kuvuka katika zile nafasi ambazo hawatacheza playoff na watasalia ligi kuu. Lakini mambo yamekuwa tofauti. Ilikuwa too late kwa upande wa uwekezaji ambao umeufanya au kulipa, kwa sababu hata wachezaji ambao waliwasajili ikiwemo Beden Bolson kufanya kazi ya kutosha, kwa sababu muda mwingi alikuwa anatibia majeraha yake. Kwa hiyo ni mazingira magumu kwa upande wa Ken Gold. Wanarudi walipotoka, sehemu ambayo walionyesha makali makubwa kwenye upande wa championship. Na hapo ndio tuangazie kuhusiana na msimamo sasa, mtazamaji wetu aweze kuangazia hali ambavyo ilivyo na kwa nini Ken Gold ameweza kushuka daraja. Msimamo kama hivyo, Ken Gold kafikisha michezo 27 na yupo nafasi ya 16. Amebakiwa na michezo mitatu. Hiyo michezo mitatu akishinda yote michezo mitatu. Ana mchezo na Simba. Yes. Tupige tumehesabu kwamba atashinda, mfano akishinda katika hiyo michezo mitatu atafikisha alama 25, ambapo tayari katika hatua ya playoff hawa washaivuka tayari. Kwa hiyo inamaanisha mwisho wa siku moja kwa moja anaelekea kushuka daraja katika msimu huu. Habari mbaya kwa mwekezaji na habari mbaya pia kwa upande wa Ken Gold. Kenneth Mwakyusa. Habari mbaya kwa sababu ni timu ambayo ilifanya vitu vikubwa sana kwenye upande wa championship. Mimi pia nilihusika katika kuifuatilia wachezaji ambao walipanda nao, kina Albert Lukindo, wengine walitoka huko kwa championship lakini wakaja kujiunga na kocha Ken Gold. Walikuwa na kina Edgar Williams, kwa bahati mbaya wakaondoka zao, lakini bado unaona ni Ken Gold ambaye haikubadilika, aweza kuwa kupata funzo la kutosha la kucheza michezo ya ligi, hasa katika wachezaji ambao waliweza kuwa nao. Tutamisi vibe la kutoka Chunya kwa asilimia kubwa, lakini sasa tutafanyaje? Sawa, Coastal naona Coastal wameshuka mpaka wameenda mpaka nafasi ya 8 kutoka katika nafasi ya 12 huko. Kwa hiyo wamepambana kweli kweli Coastal Union wana Mangoshi. Shukrani sana Deo Trafford, tutarejea tena kwako hapo baadaye. Asante. Shukrani sana Deo Trafford Kiungai, tukiweza kuangazia naye kuhusiana na uchambuzi hapa. Tuangazie kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba ambapo kimerejea leo jijini Dar es Salaam kutokea Zanzibar, ambapo jana Jumapili kilicheza mechi ya nusu fainali ya kombe la shirikisho Afrika dhidi ya Stellenbosch na kushinda kwa bao 1-0. Mratibu wa Simba Sports Club Abbas Ali amesema kuelekea mchezo wa marudiano utakochezwa Afrika Kusini, maandalizi yamefikia 50%, huku yeye akitarajiwa kutangulia nchini humo. Kama ulivyoona mchezo kuwa rahisi, mchezo kuwa mgumu, lakini unapofika kwenye hatua hizi kwa mashindano makubwa kama haya usitegemee kama kutapata mchezo rahisi. Michezo yote inakuwa migumu kwa sababu timu iliyofika hapa imetumia effort kubwa na ina uzuri kwa kiasi kikubwa, na ndio maana imeweza kufanya nafasi hii. Kwa hiyo kila mechi inavyoanzia group stage kuja huko juu zinakuwa ngumu, na kadri muda unavyozidi kwenda juu zaidi ndio ugumu unazidi kuongezeka zaidi. Kwa 50% mipango ishakamilika. Mipango mingine iliyobakia tunaenda kuimalizia. Kwa hiyo tumemaliza mechi ya jana. Leo mimi niko safarini nikishirikiana na wenzangu kwenda South Africa kwa ajili ya kwenda kuweka mipango sawa, tuhakikishe kwa 100% na kwa tayari na wachezaji na timu inapokuja
wao focus yao ni kuangalia tu kwenye mchezo unakuja siku ya Jumapili na kuhakikisha kwamba tunapata matokeo mazuri ambayo kila mmoja wetu Mtanzania, mwana Simba, wanachama, mashabiki, lakini Watanzania wote kwa jumla wanatarajia ni kuingia fainali na ikiwezekana kabisa ni kuchukua kikombe kama Mwenyezi Mungu itampendeza. Utaratibu pia pengine wa mashabiki nao kuelekea South Africa, tunaambiwa kwamba Simba wanatengeneza utaratibu huo. Yeah, of course upo huo, timu ya management inaendelea kulifanyia kazi hilo, na kwa sababu muda wenyewe baki mchache na leo ni sikukuu, kesho Jumanne asubuhi sana nafikiri Madiari atatoa utaratibu nini kinachofuata kwa ajili ya washabiki wale ambao wanapenda kuongozana na timu kwenda South Africa Durban kwa ajili ya kutupa hamasa. Mratibu wa kikosi cha Simba Sports Club Abbas Ali Suleiman maarufu kama Gaza akiweza kuzungumza nasi mara baada ya kikosi cha Simba kurejea jijini Dar es Salaam. Baadhi ya mashabiki wa Simba wamesema wana uhakika wa kikosi chao itafuzu kucheza fainali ya kombe la shirikisho Afrika. Taarifa zaidi na Idris Rajab. Mashabiki wa Simba wakiwa wametua hapa bandarini mara baada ya kutokea Zanzibar katika mchezo dhidi ya Stellenbosch ambao waliibuka na ushindi wa bao 1-0 hatua ya nusu fainali kombe la shirikisho barani Afrika. Wanaendelea kuchagiza kama unavyoweza kuwasikia. Sasa hivi Simba Sports Club tumeshaingia fainali, tulikuwa tunaenda kumaliza kazi tu basi. Kwa hiyo sasa tunashukuru hiyo fainali tushainusa tayari. Bado kumalizia tu. Ushindi ni mzuri. Kitu kinachotakiwa siku zote ni ushindi. Ndio kitu jambo muhimu. Hayo mambo mengine ni matokeo ambayo tunaweza tukacheza dakika 90 zilizobaki na tukaamua. Ushindi ya Simba ni kwa ajili ya taifa la Tanzania. Ushindi ya Simba ni kwa ajili, ukikuya kiukanda ni kwa ajili ya East Africa. Kwa sababu muna timu ya East Africa ambayo inawakilisha international. Ushindi ya Simba ukifuatana hata kijumuiya. Ushindi ya Simba kwa ambayo ni nchi ya jumuiya ya jumuiya SADC. Ushindi ya Simba pia kijumuiya ni kwa ajili ya kuweza kusabu. Kwa Simba tuko kwa ajili kuwakilisha taifa, ukanda ya East Africa na ukanda wa jumuiya ya SADC. Ni ushindi mkubwa kwetu kwa sababu ni mechi mbili. Hata kama tungefunga magoli mangapi, stili bado tungecheza tu mechi mbili. Kwa hiyo tumepata ushindi wa goli moja, tumetanguliza kichwa sio mguu. Kwa hiyo tumeelekea kule, tunaenda kumaliza mechi kule. Simba ni timu ambayo inaweza kupata matokeo sehemu yoyote, sio nyumbani, sio ugenini. Hawa ni mashabiki wa Simba Sports Club wakiendelea na hamasa zao mara baada ya ushindi wa jana. Kutoka hapa bandarini Costa, mimi ni Idris Rajab, Azam Sports. Unaweza ukashangaa unashangilia na watu lakini angalia mfukoni mwako hali ipoje. Wakati hayo yakiwa ya upande wa mashabiki wa Simba Dar es Salaam, mkoani Iringa wamesema ushindi wa bao 1-0 walioupata Zanzibar dhidi ya Stellenbosch umewapa matumaini ya kutinga hatua ya fainali ya kombe la shirikisho Afrika. Mashabiki hao wamesema wanakwenda kuweka historia yao katika soka la Afrika mwaka huo. Cheza hii mechi na tuna uhakika wa kumfunga kwa tukaweza kupita kwenye haya mashindano. Alipo mwana Simba yoyote nchi nzima au duniani, wote matarajio yao ni kupita, twende hatua inayofuata. Kwa sababu hapa tushaanza vizuri, angalau ni mshindi mdogo lakini tumeanza vizuri, tunamtaji pale tunao. Kwa hiyo matarajio yetu ni kufanya vizuri. Matarajio ni makubwa. Ninachoona kwamba kikwazo nafikiri ni hiki, kwamba tukivuka hiki fainali mimi naona sio mbaya, tutajipanga. Najua uhakika wa kuchukua utakuwepo, ila kigingi kwanza tukiangalia hiki tuvuke, basi baada hapo tutaangalia fainali itakuwa vipi. Nina imani kabisa alisoma mechi vizuri. Tukienda South wale tunaenda kukama nao, hata tukipata goli 1-1 sio mbaya, mradi sisi tuvuke. Na tamanio letu wana Simba tuweze kuingia tu fainali. Halafu Mungu ajalie kombe turudishe Tanzania. Tunashukuru kwa ushindi tuliopata kwa sababu ushindi mkubwa sana kwa kwetu sisi, tunaweza tukasema kwa sababu tunavyoenda nyumbani kwao kwanza tunawapa pressure. Pressure moja inakuja kwamba waweze kutuzuia tusipate goli lakini pia waweze kushinda vile vile. Kwa hiyo kwa Simba tunaweza kusema mashabiki tusife moyo, tuweze kuangalia timu yetu wapi inapofikia ili tuweze kufika mbali zaidi. Kwa sisi wana Simba jinsi tulivyojipanga na kwa fainali hii tulivyocheza tumeshinda, na pia tukienda South Africa tunachukua ubingwa na tunaendelea kusonga mbele. Wakati hayo yakiwa ya mkoani Iringa kwa mashabiki wa wekundu wa Msimbazi Simba, nao baadhi ya mashabiki wa Simba kutokea mtaa wa Mtanda, manispaa ya Lindi mkoani Lindi wamewataka wachezaji wa wekundu wa Msimbazi kuwa makini katika mchezo wa marudiano wa kombe la shirikisho Afrika dhidi ya Stellenbosch Jumapili ya Aprili 27 mwaka huu. Simba Sports Club itacheza mchezo wa pili wa nusu fainali dhidi ya Stellenbosch nchini Afrika Kusini baada ya jana Jumapili kushinda kwa bao 1-0 huko Zanzibar. Tathmini yangu mimi ninavyoangalia
kwa huu mchezo jinsi unavyokwenda kuwa, wachezaji wanatakiwa kujituma sana, kwa sababu jana kwa nilivyokaona nafasi nyingi sana wachezaji wamezipoteza, lakini kwa tathmini yangu mimi ninavyoangalia kwa mchezo unaokuja, yale mambo ya kukosea, yani ya kukosea nafasi nyingi ambazo wanazicheza na nini, zile waangalie namna gani watakavyoweza kuzimanage kwa mazingira mengine watakayoyafanya. Kwanza ni kitu kikubwa tu wachezaji wajitambue. Kwa sasa hivi kwa timu inayowakilisha taifa ni hii. Kwa maana hiyo hata hao wachezaji wajitambue kwamba wanawabeba mashabiki zaidi ya kwa wao. Maana sisi tupo nyuma yao wao. Kwa leo waende wakapambanie nini? Ile nembo. Mimi na uhakika 100% tunavuka. Kikubwa cha kuzingatia kwamba tucheze kwa umakini tu. Kwa sababu tukifungwa maana yake tumetoka. Na lile lengo letu bado tutakuwa hatujafikia. Yaani kikubwa kuheshimu tu wapinzani. Na hatua inayokwenda hatua nyingine. Kikubwa ni kuheshimu na kwenda kucheza ule mpira. Mashabiki wa Simba na matumaini yao ya kuweza kufanya vizuri katika mchezo wa mkondo wa pili wa nusu fainali ya michuano ya kombe la shirikisho. Kwa wakati huu hapa naungana naye tena mchambuzi wangu Deo Trafe Kiungai, mwamba wa misimu yote. Tumeweza kushuhudia Simba Sports Club wakianza vyema katika hatua ya nusu fainali ya kwanza Zanzibar, ushindi wa 1-0. Ni mguu mmoja wameweza kutanguliza fainali na ni mguu ambao miaka yote walikuwa wanasubiria. Zinapigwa stories za 93 dhidi ya Stella Abidjan, zinapigwa stories za 74 huko 79 sijui kumfunga Mafulila ile ya Zambia, walishinda hapa goli 4. Mafulila kule Zambia wakashinda Simba wakashinda goli 5. Ni story ni story ambazo zinazungumzwa, lakini sasa hivi walisia ambao upo ni wa wiki hii, siku ya Jumapili tarehe 27. Tayari tarehe iliyopita Simba walishinda 1-0 pale Zanzibar, lakini kuna mchezo wa marudiano ambao unaweza kuihakikishia Simba kuingiza mguu wa pili kwenda hatua ya fainali. Mguu mmoja ni kwa sababu wanaongoza 1-0. Kwa hiyo ni mtaji kwa upande wao, ili kujihakikishia kwenda wanapaswa kutanguliza mguu mwingine wa pili katika dakika 90 ambazo zitafanyika pale Afrika Kusini. Ukitazama Stellenbosch ni timu ina gani kwa mchezo uliotupatia jana? Nidhamu ni jambo la kwanza ambalo wameweza kulionyesha, kutaka kufunguka sana, kutaka kushindana na Simba katika kupishana wala umiliki wa mchezo. Ni Stellenbosch ambayo ilionyesha ukomavu licha ya kuwa timu mgeni sana katika michuano hii ya kombe la shirikisho. Ukomavu wa kwanza ambao niliona kwa upande wa wachezaji, niliona upambanaji ulikuwa katika level ya juu sana. Walikuwa wanaweza kubalance timu yao wakati wakiwa wanashambulia, wanaacha wachezaji ambao wanaweza pia kuzuia wakati Simba amekuwa na umiliki wa mchezo. Kwa hiyo mazingira ya ukomavu na namna ambavyo walikuwa wanajituma na nidhamu ya mchezo imenipa sifa za ziada ya kuamini kwamba Stellenbosch sio timu nyepesi na sio timu ndogo kiasi hicho katika uwanja wa mpira miguu. Sawa, shukrani sana Deo Trafe, na tutakaporejea tutakuwa na haya hapa. Michuano ya kombe la mapinduzi ya hamishiwa Pemba kuupatia nafasi uwanja wa Aman, wakati huko nchini Italia mechi za ligi kuu ya Italia Serie A zaahirishwa kufuatia kifo cha Papa Francis. Na huu ni mshike. Asante kwa kuendelea kuwa nasi ndani ya mshike viwanjani. Mimi ni Saidi Msumi, nipo na mchambuzi wangu Deo Trafe Kiungai. Deo, tulikuwa tunaangazia hapa kuhusiana na swala zima michuano ya kombe ya shirikisho hatua ya nusu fainali. Tuangazie michezo, matokeo kwa ujumla. Michezo miwili ambayo imeweza kufanyika, Simba akiibuka na ushindi wa 1-0 dhidi ya Stellenbosch chini ya kocha Steve Barker, kocha mzoefu sana, lakini RS Berkane ushindi wa 4-0 dhidi ya Constantine. Kama ulitazama mchezo wa Berkane na Constantine, kocha wa Constantine ni kama alishajikatia tamaa. Body language tu inamuonyesha, yani hataki tena kuzungumza,
anaacha viendelee ambavyo vinaendelea uwanjani. Kwa mabao 4 kwa namna ambavyo anacheza, alafu msimu uliopita walifika hadi hatua ya finali dhidi ya Zamalek, mabingwa mara 2 kwenye kombe hili la shirikisho mwaka 2020-2022. Unaona kabisa kuna possibility kubwa sana kufika hatua finali. Na mechi ya marudiano ni Stellenbosch atapambana na Simba Sports Club saa 10 kamili jioni Aprili 27. Constantine atakuwa nyumbani kuwakaribisha Berkane. Nakumbuka mechi labda watu wengi hawajaangazia vizuri. Msimu uliopita Berkane alikuwa anapambana na USM Alger. Ilibuka tafulani kidogo ya kidiplomasia. Yes. Lakini safari hii nimeona CAF amelidhibiti kidogo, hali ya mambo imekwenda vizuri kabisa. Constantine ana uwezo wa kubadilisha matokeo? Kwenye mpira wa miguu tunaweka neno nidhamu. Jambo la kwanza, huwezi kumaliza maneno kwa sababu tumeshuhudia comeback nyingi sana ambazo watu wengi hawakuzitarajia lakini zikatokea. Lakini unaweza kusubutu kusema hivyo kutokana pia na ubora ambao wachezaji wanaweza kuonyesha katika mchezo husika. Kwa hiyo sio mchezo mwepesi kati. Sawa, hayo ilikuwa ni ya upande wa shirikisho, lakini katika nusu fainali ya Liga Mabingwa barani Afrika, Mamelodi Sundowns aka Brazilians, Masanda Wana, Yellow Nation, The Sky's Limit walikuwa wanakaribisha Al Ahly White Nation, mchezo kitoka suluhu. Lakini mechi nyingine tena, Orlando Pirates the Buccaneers kutokea Soweto, wao chini ya Jose Oliveira walikuwa wanakaribisha Pyramids, michezo yote ikikwenda suluhu. What a games! Tabia za timu nyingi kutoka kaskazini mwa Afrika wakienda katika viwanja vya ugenini. Jambo la kwanza ni kuhakikisha waruhusu wavao kuguswa. Jambo la pili wapate matokeo ambayo sio ya kufungwa. Na tumeona Ahly Misri, Pyramid Misri. Tabia zao zinafanana, wamecheza ugenini dhidi ya timu kutoka Afrika Kusini, wamedhibiti wasifungwe na hawajaruhusu bao kuguswa, yani wavao kuguswa. Wanaenda kumalizia michezo miwili yote wakiwa katika uwanja wa ardhi yao ya Misri. Sawa, Al Ahly atakaribisha Mamelodi Sundowns chini ya Cardoso Miguel. Pyramids wao watakuwa nyumbani kukaribisha Orlando Pirates. Nani tunamwona akivuka baada ya matokeo ya kwanza hapa? Ahly wamekuwa na tabia na uzoefu mkubwa sana wakicheza katika uwanja wao nyumbani wa Cairo, na imekuwa ndio sehemu yao ya kuondoa vigogo wengi sana ambao wanaweza wakafunga ugenini alafu wakija nyumbani kwao wanatoa. Kwa hiyo possibility kubwa kwa Ahly kwenda finali ipo kwa sababu washakutanaga na Mamelodi na Mamelodi akatolewa. Lakini Pyramid na Orlando hapa ndo sema kuna mtiti. Nje mtiti ndani mtiti. Kuna mtiti kwa sababu Orlando ukifuatilia michezo yake yote ambayo amekutana nayo katika michuano hii ya klabu bingwa, amezifunga timu nyingi sana kutoka ukanda wa kaskazini. Kwa hiyo si ajabu kumuona Orlando akamuondoa Pyramid ambaye ameonyesha ubabe mkubwa sana katika ligi kuu nchini ya Misri na anaongoza hata hivyo. Na ni timu ambayo unaona bado wamewekeza nguvu kwenye upande wa ligi yao na pia wanafikiria zaidi kwa sababu akili kubwa ya mwekezaji huyo kutoka Misri, kutoka wa Pyramid, analitaka likombe ili aweze kufananishwa au kulinganishwa na Ahly. Ingawa hawezi kufananishwa naye kwa sababu ya mtaji wa makombe ambayo Ahly. Sawa, na pale alikuwa anazungumzia kusana Orlando kupata matokeo katika msimu huu 2024-25. Alifunga Al Ahly katika hatua ya makundi, lakini pia alimfunga CL Belouizdad katika hatua ya makundi kutokea Algeria pamoja na Misri. Shukrani sana Deo Traffic Kiungai kwa kuweza kujumuika nami katika wakati huu. Asante. Shukrani sana Deo Traffic Kiungai akiweza kuangazia hapa uchambuzi na mimi kuhusiana na michuano ya Liga Mabingwa barani Afrika pamoja na kombe la shirikisho. Kwa wakati huu tuangazie swali letu ambalo tumeliweka mtandaoni. Baada ya kushinda bao 1-0 kwenye mchezo wa mkondo wa kwanza, unaiona nafasi ya Simba kutinga fainali ya kombe la shirikisho Afrika? Swali ambalo tumeweza kuuliza katika mitandao yetu ya kijamii kupitia ukurasa wetu wa Facebook Azam Sports. Teres Fori anasema Morogoro, mimi ni mshabiki wa Yanga lakini mtani anatakiwa kucheza kwa uangalifu mkubwa kama kweli wanataka kucheza fainali. Kumbuka hii itakuwa game ya away, then angalia takwimu ya Simba akicheza mechi za away utaelewa. Paulo Kivuyo kutokea Kondoa Dodoma, kwa upande wangu naiona nafasi ipo endapo kocha Fadru atachanga karata zake vizuri na aingie kwa kuheshimu Stellenbosch hata kama ni underdog kwa Simba, na kwenye sub awe sharp sio kukomana kikosi alichoanza nacho. Heli Nyauba wa Ukonga, hakika watani zangu na wapa kongole kwa ushindi wa mechi ya jana. Kilichobaki waendelee na maandalizi ya mchezo wa pili ili waweze kufuzu kwenda fainali pale Durban, Afrika ya Kusini. Hii ni kwa upande wa Facebook. Tuangazie Instagram. Duli_Dulambo, Simba ana kazi kubwa ya kufanya kuwazuia watoto wa Mandela. Wana kasi na mili mikubwa, kwa hiyo wana uwezo wa kuforce goli mbili chap chap. Yote kwa yote, viva Tanzania. Ekron_JL_Masiru, nafasi ya Simba kutinga fainali ipo wazi kwa sababu anaenda Afrika Kusini
akiwa na goli moja tayari. Hivyo Simba kwa sasa kujilinda inaweza sana. Kuna uwezekano mkubwa mechi ya kule Afrika Kusini ikatoka suluhu. Deogratus Mbaga yeye kutoka Mlandizi Kibaha, nafasi ipo maana Simba inaenda ikiwa na faida ya goli moja. Kinachotakiwa ni Simba kwenda kutafuta goli lingine na kwa makini zaidi wasiruhusu goli. Hiyo ni kwa upande wa Instagram. Upande wa mtandao wa X, Mkikuyu Halisi kutoka Kigoma anasema nafasi ya Simba bado ipo kwa sababu wale wapinzani wao hata wakiwa nyumbani kwao bado wana madhara makubwa. Ukizingatia mechi yenyewe ya kufika hatua hii walishinda ugenini na Simba tayari ana mataji. Lucesa_Erasto kutoka Mafinga Iringa, binafsi naliona kombe hilo likiingia Ikulu na kupewa maua yao. Wana Simba kikubwa wasiridhike na walichokipata, wahisi kama wao ndio wana mlima mrefu zaidi like Everest Mountain. Mayaya Junior kutoka Zanzibar, Simba itafuzu kwenda fainali, inategemea na mchezo wa mwisho watachezaji. Kule Afrika Kusini, Stellenbosch wamefika semifinals kwa kumtoa Zamalek ugenini. Iweje Simba akate tamaa? Hivyo fainali ya Simba inategemea na mchezo wa mkondo wa pili. Hayo ni maoni ya mashabiki watazamaji wetu ambao mmetuandikia kupitia katika kurasa yetu ya mitandao ya kijamii. Tuangazie taarifa zingine kwa wakati huu hapa, ambapo shirikisho la soka Zanzibar ZFF limesema michuano ya kombe la muungano limehamishiwa Pemba ili kuupa nafasi uwanja wa Aman kwa michuano ya CAF. Katibu mkuu wa ZFF Hussein Ahmad Vuai amesema ratiba ya michuano hiyo itabaki kama ilivyo, isipokuwa siku ya kuanza ndiyo imebadilika. Baada ya vikao vya muda na majadiliano hapa na pale, tukafikia mwafaka kwamba kwa ajili ya kuupa nafasi zaidi uwanja wa Aman ambao tayari umeshaanza kuitangaza Zanzibar kimataifa na namna ambavyo vile kuthamini zile jitihada za Mheshimiwa Rais wa Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi ambaye amefanya maboresho na matengenezo makubwa ya uwanja ule hadi kufikia vigezo vile vya CAF na FIFA kutumika katika michezo mikubwa kama ile, tukaamua mashindano haya kipekee kabisa kuwapa fursa Tanzania tuhamishie uwanja wa Gombani kisiwani Pemba, ambao ni uwanja bora, pia ni uwanja mzuri tofauti tu ya uwanja wa Gombani na uwanja wa Amani. Uwanja wa Amani una nyasi halisia, lakini uwanja wa Gombani una nyasi zinasema artificial turf. Kwa hiyo kwa ratiba kutoka kuanza tarehe 23, sasa mashindano yale yataanza tarehe 24. Ni eneo hilo tu ndilo ambalo limekwenda kuathirika, kwa maana sasa michezo itakuwa imesogea nyuma hivi kwa ajili ya kumiti ile nafasi ya timu kusafiri, nafasi ya timu kupata mapumziko na kubadilisha visiwa. Mambo ya Zanzibar na michuano ya kombe muungano. Tukiwa bado Zanzibar, mwenzetu James Samuel ametembelea mazoezi ya timu za Jeshi la Kujenga Uchumi Zanzibar JKU, Zimamoto na kikosi cha Valantia Zanzibar KVZ ambazo zitashiriki kombe la muungano. Ndani ya viwanja vya Mao, lengo letu na dhumuni kuu la kufika hapa ni kuangazia maandalizi ya timu kutokea Unguja kuelekea michuano ile ya muungano, na tumefanikiwa kuwanasa hapa JKU. Tumefanikiwa kuwakuta KVZ na Zimamoto wakiwa wanafanya maandalizi yao ya mwisho wale kuelekea kwenye michuano ya muungano. Tumepata fursa ya kuzungumza na makocha wa timu zote tatu kuweza kutujuza ni nini ambacho wanakiona, lakini vile vile wakiwa na maneno kadhaa kuhusiana na wapinzani wao ambao wataenda kukutana nao. Mimi hainipi hofu. Hofu itanipa zaidi pale ambapo hao vipi vijana wangu na waandaa vipi. Hicho ndo kitu ambacho kitanipa hofu. Kama nitaona kazi yangu kwenye vijana nimeiandaa vizuri na kwa sina pressure na wala sina hofu, kwa sababu wao wanatakiwa wafuate kile ambacho mimi nawaongoza. Lakini kiupande wa pili, Singida ni timu kubwa, ina experience player, ina kila kitu ambacho kiko perfect. Kwa hiyo kitu cha kwanza ni kuheshimu, kwa sababu ni timu kubwa. Kwa hiyo mimi naamini yani yote yanawezekana. Tumepata ratiba na mpinzani wetu tumemjua, Coastal Union. Tunamheshimu kama anacheza ligi kuu bara. Kwa maana hiyo tumejipanga na tunamheshimu. Matokeo dakika 90. Tunatumaini tutachukua nafasi nyingine au kuendelea mbele kwa kuifunga hii Coast. Tunamjua Yanga ni timu kubwa, tunapaswa kuiheshimu na kufuata maadili yote ya mpira, lakini Yanga kama Yanga watakuja uwanjani kwa ajili ya kutafuta pointi 3, na CKVZ pia tunaingia uwanjani kwa ajili ya kupambana nao kwa ajili ya kutafuta pointi 3. Michuano rasmi itaenda kufanyika Gombani kule Pemba, lakini maandalizi ya vikosi vyote hivi yamefanyika Unguja. Maneno ni tambo haya yana mwisho, lakini tunasubiri kuona ndiki ikipigwa kwa timu za bara na visiwani. Nikiripoti kutokea Mao Zedong hapa ni James Samuel wa Mshike. Hiyo James Samuel amesema ndiki
chochote kile, ukisema kisambi, ukisema mpira wa miguu, ukisema mpira wote vile, inamaanisha ni football. Kwa sasa tupate mapumziko mafupi, kisha tutarejea. Huu ni Mshike Mshike. Bado tupo na wewe ndani ya Mshike Mshike. Mimi ni Saidi Msume. Rais wa Shirikisho la Soka Tanzania TFF Wallace Karia ameridhishwa na maboresho miundombinu ya viwanja Zanzibar, ambapo ametoa shukrani zake kwa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar SMZ kutokana na jambo hilo, huku akitoa rai kwa Tanzania bara kuiga jambo hilo. Nichukue nafasi hii kuipongeza na kuishukuru Serikali ya Mapinduzi Zanzibar inayoongozwa na Dr. Hussein Mwinyi kwa jitihada kubwa zinazofanyika kwa ajili ya miundombinu ya viwanja vya michezo. Ni viwanja vya michezo mingi, nimetoka Maisara, kuna michezo mingi ipo, lakini kuna field mbili za football standard kabisa, ni mpya hizo, lakini pia kuna matengenezo makubwa yamefanyika, maboresho ya pitch za viwanja vya Mao Zedong, nazo ziko pitch mbili hapa. Lakini kama unavyojua uwanja wa Amani nao umefanywa marekebisho makubwa sana. Kuna kiwanja kikubwa na annex mbili kwa ajili ya mazoezi. Zilikuwa za nyasi bandia, lakini kutokana na matakwa ya kafu kwa ajili ya mashindano ya Chani na Afcon vimewekwa hybrid. Na mmeona jana mechi imefanyika pale. Hili ni jambo mimi binafsi ni faraja kubwa kwangu. Lakini pia kwa taarifa nilizonazo kutoka kwa watu wa Wizara ya Michezo na Kamishna wa Michezo Zanzibar, katika wilaya 11 za visiwa vya Unguja na Pemba, kila wilaya itakuwa na kiwanja cha michezo. Lakini unaona Gombani nako kuna uwanja ule na huko katika viwango vinavyostahili. Kwa hiyo hili ni jambo kubwa sana, hasa kwangu mimi na wapenda mpira wote Tanzania. Yatakiwa tulipongeze, lakini tushukuru. Mira yangu kubwa ninavyoona hivi, kwa mfano kama ilivyo pale Maisara, basi angalau kila wilaya, kwa mfano za Dar es Salaam, kwa maana ya wilaya na halmashauri zake, na mji wa Dar es Salaam ni mkubwa, zile wilaya zenyewe ni kubwa hata kushinda hii Unguja. Kwa hiyo angalau wilaya zingejigawa, hata kila tarafa ambazo wanazo pale tukawa na vitu kama hivi. Timu ya JKT Tanzania imesema lengo lake ni kuifunga Young Africans katika mchezo wa nusu fainali ya kombe la CRDB Bank Federation Cup ili waweze kucheza fainali na kutoa ubingwa utakaowapa tiketi ya kushiriki kimataifa. Akizungumza na Mshike Mshike, ofisa habari wa JKT Tanzania Masau Kuriga Bwire amesema wamejidhatiti kushinda mchezo wao wa nusu fainali dhidi ya Yanga Mei 17 mwaka huu ili waweze kufuzu kimataifa. Mechi hii dhidi ya Yanga, sisi tunakuja na slogan, tunasema watatupisha tupite. Watatupisha tupite maana yake ni kwamba tufike kule tunakokwenda. Watu wanaona mnapokwenda kucheza na timu kama Yanga, mnapokwenda kucheza na timu kama Simba, kwamba nafasi yenu ya kupata ushindi ni ndogo. Lakini kwa namna ambavyo tumejiandaa, kwa namna ambavyo tumejipanga, na kwa hali halisi kwamba ndio nafasi pekee iliyosalia ambayo inaweza ikatupeleka katika mashindano ya CAF. Na ninyi mnaona uwekezaji tunaoufanya pale uwanjani. Ule uwanja ni maandalizi ya kwenda kucheza mashindano ya CAF. Tuutumie kama uwanja wetu wa nyumbani, na tayari umekidhi vigezo hivyo. Kwa hiyo hatuoni sababu kwa nini tushindwe kwenda kwenye mashindano ya CAF. Kwa hiyo lengo letu kubwa katika mchezo dhidi ya Yanga CRDB Bank Federation Cup utakaochezwa tarehe 17 ya mwezi wa 5 2025 katika uwanja wa Mkwakwani Tanga,
ni kuhakikisha tunapata ushindi. Kauli mbiu ni watatupisha tupite, tuisubiri kama itaweza kufanya kazi. Tuangazie taarifa nyingine. Ligi kuu ya wanawake itaendelea kesho baada ya kusimama kwa mwezi mmoja kwa mchezo kati ya wenyeji Siasia Queens dhidi ya Bunda Queens kwenye uwanja wa Samora mkoani Iringa. Kocha mkuu wa Siasia Queens Ezekiel Chobanka amesema maandalizi yao yamekamilika kuhakikisha wanashinda mechi zote 4 zilizosalia msimu huu ili washike nafasi ya 4. Ukweli lazima nizungumze ukweli kwa sababu tumepata siku kama chache kama 3-4 hivi za kufanya training. Kwa hiyo siwezi kuzungumza kama tumeyafanyia kazi sana, isipokuwa tumejaribu kuangalia ni jinsi gani tuweza kukosa magoli ya wazi na tukajaribu kufanya kazi hizi siku 2-3. Lakini kwa matarajio ya mimi, benchi la ufundi na wachezaji, mechi ya kesho tunapata matokeo. Yaani timu nzuri ni timu na vijana ambao wana spirit, wanajituma na tunaelewa ubora wao. Nasi tumejiandaa kwa ajili ya kukabiliana na huo ubora wao tuweze kupata matokeo. Kuna kinachoweza kushindikana chini ya jua na sisi tumejiwekea kwamba kila mchezo unaokuja mbele yetu sisi ni fainali ili tuweze kutimiza malengo ya klabu. Tumejiandaa vizuri katika mchezo wetu wa Bunda wa kesho, na si huo tu, hata michezo inayofuata, na naahidi pale tunapopahitaji tutafika kwa kudra za Mwenyezi Mungu endapo tukipambana. Wachezaji wa timu ya mpira wa watu wasioona kutoka Goal Sports umewaomba wadau mbalimbali wa michezo nchini kujitokeza na kuunga mkono ili waweze kupata vifaa vitakavyowawezesha kucheza mchezo huo kwa ufanisi mkubwa. Katika uhalisia kama huu ambao leo hii waandishi wa Azam mliokuja kutuonyesha, inakuwa ni sehemu moja hapo pia kutangaza jamii ifahamu kwamba hata watu wenye ulemavu wa macho pia wanacheza. Wito wangu kwa wana michezo, kwa wana jamii, kwa Watanzania, muweze kusapoti kwa sababu michezo ni afya na sisi pia kama ni wanadamu pia ni sehemu ya hiyo afya tunayohitaji kupitia michezo yetu hii ambayo sisi tunaoshiriki. Kwa hiyo tunaomba watu support kwa namna moja ama nyingine. Huu mchezo uendelee na tufike mbali kwa sababu tunatamani tuwe na ligi yetu kama watu wenye ulemavu kwa ajili ya kujifurahisha, lakini pia ili kuweza kupata nguvu na kufahamiana na watu tofauti tofauti kupitia nyanja hii ya michezo. Kwa hiyo tunaamini kabisa kwamba kama tutapata uwezekano wa kusajiliwa na tukapata ufadhili wa vifaa, kwa sababu hapa tunatumia vifaa vya wanafunzi wa shule ya wasioona Uhuru Mchanganyiko, lakini sisi tayari tumeshatoka katika hali ya wanafunzi, tupo katika hali ya kujitegemea. Kwa hiyo tunaamini kabisa kwamba endapo tutadhaminiwa vifaa mfano kama mpira na kuna miwani maalum ya kuzuia, mfano kama mpira unakuja ukikugonga machoni au usoni unakuwa haupati maumivu, lakini kuna guards za mikono na miguuni kwa ajili ya kuondoa michubuko ya hapa na pale. Kwa hiyo tunaamini kabisa kwamba tukitekelezewa vitu hivyo ambavyo tumeviainisha hapo, basi na sisi tunakwenda kuwa tofauti, na kwa kupitia Azam Media tunaamini kabisa mchezo wetu utatangazika na utajulikana na utakuwa miongoni mwa michezo pendwa katika nchi yetu, kwa sababu wenzetu Kenya wanacheza, wana ligi yao, wenzetu Zanzibar hapo wanacheza. Kwa hiyo sisi kidogo ndio imekuwa changamoto kulingana na hizo ambazo nimeziainisha hapo awali. Kifo cha kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Francis kilichotokea leo kimesababisha kuhairishwa kwa mechi 4 za ligi kuu ya Italia Serie A msimu 2024-2025 zilizopangwa kucheza leo Jumatatu. Papa Francis amefariki leo baada ya kuugua kwa muda. Ikumbukwe Papa Francis alichaguliwa kuongoza kanisa Katoliki mwaka 2013 akichukua nafasi ya Papa Benedikti wa 16. Mechi 4 za Serie A zilizohairishwa leo ni baina ya Torino dhidi ya Udinese, Cagliari dhidi ya Fiorentina na Genoa na Lazio, na mchezo mwingine ulipaswa kuchezwa kati ya Parma dhidi ya Juventus de Bianconelli. Mechi hizo zilizopangwa kucheza leo Jumatatu ya Pasaka, ambayo ni sikukuu ya kitaifa nchini Italia, mamlaka ya soka inayosimamia ligi kuu ya Italia imesema ratiba itapangwa upya kwa wakati ufaao. Klabu kadhaa za Serie A zimetuma salamu za lambilambi kufuatia kifo cha Papa Francis kilichotokea leo hii. Tuangazie taarifa zingine kwa wakati huu. Baada ya taarifa hiyo, kwenye mbio za magari ya langalanga maarufu kama Formula 1, mbio hizo zimeendelea kutimua vumbi weekend hii huku Saudi Arabia. Taarifa ifuatayo na Lokaya Mbugita.
Kwenye mbio hizo za Jeddah Grand Prix tumeshuhudia Oscar Piastri wa McLaren akiendelea kutawala baada ya kuibuka mshindi wa kwanza, huku nafasi ya pili akikamata bingwa mara 4 wa langalanga Max Verstappen kutokea timu ya Red Bull Racing, na nafasi ya 3 ikienda kwa Charles Leclerc wa Ferrari. Timu ya McLaren imeanza vizuri msimu huu baada ya madereva wake Lando Norris na Oscar Piastri kutawala mbio hizo ambazo mpaka sasa zimefanyika mara 5 na inayofuata ni Miami Grand Prix. Mbio za langalanga. Michuano ya wazi ya tennis ya Barcelona imeendelea Jumapili iliyopita, ambapo akiwa nyumbani Carlos Alcaraz amepoteza mbele ya Holger Rune wa Denmark. Katika mchezo huo Carlos akiwa kwenye ardhi ya nyumbani amefungwa na Rune kwa seti 2-0, yani 7-6 na 6-2. Carlos ameanza vibaya mwaka 2025, hivyo kupelekea kuporomoka kutoka nafasi ya pili mpaka ya 3 katika viwango vya ubora. Kuelekea nusu fainali ya kombe ya shirikisho la CRDB Bank kati ya Young Africans dhidi ya JKT Tanzania kule Tanga, huyu hapa mwenzetu Jamal Abbas Dodi ametuandalia kitu kifuatacho. Yanga JKT Mkwakwani Tanga, hiyo chukua ngoma hiyo bana. Endelea kuwa nasi kuweza kufuatilia kujua nini ambacho kitaendelea kuelekea katika nusu fainali kati ya Young Africans dhidi ya JKT Tanzania. Lakini kwa wakati huu hapa tuliokuwa nayo katika mshike, tujikumbushe angalau kwa uchache. Young Africans yazidi kujichimbia kileleni ikifunga Fountain Gate magoli 4-0. Clement Mzize hashikiki kwa ufungaji. Kikosi cha Simba Sports Club cha rejea jijini Dar es Salaam kujiandaa na safari ya kuelekea Afrika Kusini. Na mechi za ligi kuu ya Italia Serie A zahairishwa kufuatia kifo cha Papa Francis. Ni hayo tu ambayo tulikuwa nayo katika mshike katika siku hii hapa ya leo. Naamini umekuwa na siku njema zaidi, lakini kumbuka kesho ni kazini baada ya kuwa na siku ndefu zaidi ya kuanzia Ijumaa ya Pasaka mpaka Jumatatu ya Pasaka. Uwe na siku mwema. Mimi ni Saidi Msumi.